Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu katika imani, je, inafaa kwa Muislamu kula chakula cha Krismas, kusherehekea Krismas na mwaka mpya? Ndugu zangu katika imani, Uislamu kama Uislamu haujakataza kushirikiana, kujumuika na Wakristo katika mambo ya kidunia. Uislamu hujakataza. Uislamu jambo hili halijalifungia, bali umeruhusu. Kwa mfano kama vile kumuuzia, unaweza ukamuuzia kununua kwake bidhaa, unaweza kununua muda kuwa ni halali. Akiumwa unaruhusiwa wewe kumtembelea, kwenda kumuona, kumsaidia, unaweza ukamsaidia. Akifa unaruhusiwa wewe kwenda kumzika. Lakini ikifikia sasa ni jambo la ibada, kwa mfano kama vile kuaga mwili, wale wanavyozunguka kuaga, wewe Muislamu unakaa pembeni, kwa sababu kule kuaga kwao ni ibada, na wewe Muislamu hauruhusiwi kushirikiana nao katika mambo ya ibada zao. Kwa hiyo inapofikia ni jambo la ibada, ni jambo la kuhusu dini yao, sisi Waislamu mlango huu umefungwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, wala tadha anka alyahud wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Wewe Muhammad, hawatakuridhia Mayahudi na Wakristo mpaka ufuate dini yao, mpaka ufuate nyayo zao, mpaka ufuate mambo yao. Hapana shaka kwamba kula chakula cha Krismas au kusherehekea Krismas au mwaka mpya ni katika kuwaridhisha wao, lakini jambo ambalo lahusu dini yao. Na ndio maana utakuta wanakesha kanisani, ni jambo la kugusa, ni mwaka ambao unagusa dini yao. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibri dhira'an bi dhira'i, mtafuata, hakika mtafuata njia ya wale ambao waliopita kabla yenu. Shibru kwa shibru, shibru ni kupima hivi, ni shibru, na dhiraa bi dhiraa, dhiraa kwa dhiraa, dhiraa ni kupima hivi. Kwa mtaanza nyinyi Waislamu kufuata kidogo kidogo katika mambo madogo madogo, na mpaka mtafikia sasa kufuata yale mambo makubwa makubwa. Hatta law salaku juhra al-dabbi salaktum, mtafuata nyinyi Waislamu nyayo zao mpaka wakiingia katika shimo la mbulu, mtaingia na nyinyi. Hapa Mtume akiwa anamaanisha kwamba hata kama ni jambo la hatari, hata kama ni jambo baya, basi nyinyi Waislamu mtafuata. Qalu, masahaba wakasema, alyahudu wan nasara, Mtume unawakusudia Mayahudi na Wakristo? Qala faman, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, basi akina nani kama sio hao? Kwa hiyo hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam ana tupigia mfano ya zama hizo, kwamba itafikia daraja, itafikia stage kwamba Waislamu wa zama hizo watawafuata Mayahudi na Manaswara katika mambo yale madogo madogo mpaka mambo makubwa, mpaka mambo ya hatari. Je, hivi kusherehekea nao katika hii sikukuu yao haipo kufuata nyayo zao? Haipo katika kufuata njia yao kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ni katika kufuata, ni katika kufuata. Kwa hiyo jamani, ndugu katika imani, tusome, tusifuate mkumbo. Haya masala ni hatari.
tunachukulia ni ya kawaida, lakini natija yake ni mbaya sana. Na ndio maana leo mpaka imefikia daraja kuna baadhi ya Waislamu wanaenda kanisani kuombewa, na halakuwa najua kuomba ni ibada, dua ni ibada, lakini wanaenda kuombewa kanisani. Hatari yake. Kwa huu mlango huu umefungwa. Tukiufungua tutaingia katika mambo hatari, tutaingia katika kuibomoa dini yetu, akida yetu. Billahi tawfiq wa hadha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.